الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa bado tunaendelea kutekeleza katika sehemu ya kukumbushana katika masala yanayotuhusu katika mwezi huu wa Ramadhani, na masala ni mengi, lakini kutokana na marika tulionayo na pia vile vile wakati tuliokuwa tumeupanga, insha Allah tutaendelea kwa kadri Allah atakavyotujalia. Ikiwa leo tunamalizia katika jambo la hususiyat Ramadhana, mambo mahususi kwa ajili ya mwezi huu wa Ramadhani. Katika masala ambayo tumeyazungumza katika sehemu ya kuhuisha usiku wa mwezi wa Ramadhani kwa sala, kwa visimamo vilivyokuwa virefu, na pia vile vile kama tulivyoona kwa wao maswahaba jinsi walivyokuwa wakiita sala hii ya tarawih kwamba ni sehemu ya mapumziko, na pia vile vile mapumziko haya yanatokea kila baada ya sala mbili. Na tumeingia katika 10 la pili, na pia vile vile linatuacha 10 hilo, tunaingia katika 10 la tatu insha Allah, Allah akitujalia uhai. Tunakuwa tumebakisha siku chache kwa ajili ya kumaliza mwezi huu wa Ramadhani. Lakini ikiwa leo imeshaingia tarehe 19, kwa hiyo tutakapoingia katika tarehe 20, inapofika jioni yake, lipo jambo ambalo linaanza katika 10 hilo la mwisho, ambalo linasimama katika sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala ameizungumzia. Qala Allahu taala, amesema Allah tabaraka wa taala, Lailatul Qadr, kwa huu usiku ambao utakuwa ni wenye kukadiriwa, khair min alf shahr, khairun min alf shahr, ni bora
usiku huo wenye kukadiriwa kuliko miezi 1000. Usiku mmoja unakuwa ni bora kuliko miezi 1000. Na haikusudiwi usiku huu mmoja kwamba wa ile siku ambayo inaanza kuingia 10 la mwisho. Inakusudiwa kuutafuta usiku huo katika kila usiku wa siku zile za mwisho, ule usiku wake. Lakini kwa Kiswahili chetu kimekuwa ni sehemu chache kidogo katika kuzungumza, hatuwezi kufidisha kuleta maana ya kusema ni siku. Tunasema usiku, lakini wenzetu wana wingi wa usiku wanao, lakini sisi tuna usiku. Usiku ni usiku. Sasa ukisema usiku, hatukusudii usiku mmoja, ni kila zile tarehe ambazo zimekadiriwa kwamba hizo huenda usiku huo ukatokea katika tarehe 21 au 23 au 25 au 27 au 29. Lakini pia vile vile kuhuisha usiku ambao hata kama haupo katika sehemu ya witri, utahusishwa vile vile kwa kumtaja Allah tabaraka wa taala, kwa kumuomba Allah tabaraka wa taala dua nyingi. Ingawaje tushaelezea katika sehemu ya kumuomba Allah tabaraka wa taala pale inapokuwa usiku huo umepatikana. Kwa hiyo katika siku ambazo zimekadiriwa ni siku za mwisho, na tukawa tunaambizana mwisho, kheri inapatikana mwisho katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo usiku huo ni bora kuliko miezi 1000. Kitu gani kinapatikana ndani yake? Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, ndani yake humo wanatelemka malaika, waruh na Jibril. Huyo Jibril ni sehemu katika malaika, lakini kwa nini wamehusishwa malaika alafu naye akahusishwa ndani yake? Ni lazima mtu mwenye kutaka kujua atajiuliza masala kama haya. Kwa nini wametajwa malaika alafu akatajwa malaika mmoja peke yake? Kwani huyo siye malaika? Ndani yake humo anashuka huyo malaika ambaye anaitwa Jibril, na pia vile vile biidhni rabbihim min kulli amr, kwa idhini ya Mola wao wanatelemka usiku huu, kutokana na kila jambo ambalo Allah tabaraka wa taala analihukumu, litakuwa analikadiria Allah tabaraka wa taala katika usiku huo. Allah tabaraka wa taala amejalia ya kwamba anafanya qadar katika mwezi wa Ramadhani, anakadiria kwamba kila jambo ambalo litatokea katika mwaka mzima, basi katika mwezi wa Ramadhani anakadiria humo ndani yake kwamba jambo hili litaenda hivi,
na jambo lile litasimama hivi, na jambo hili litasimama hivi, mpaka mwaka huo utakapokwisha na utakapoingia mwaka mwingine. Huyu atapata hili, huyu atafanya lile, huyu atakumbwa na hili na ile, lote anakadiria Allah tabaraka wa taala katika mwezi huu wa Ramadhani, hasa katika 10 la mwisho. Salamun hiya hatta matla'il fajr, na amani inapatikana ndani yake mpaka inapochomoza alfajr. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kwanza usiku huu anaupa amani, panapatikana amani iliyokuwa kubwa kabisa. Hili ni jambo ambalo analiamini yule ambaye anakiamini kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kwa nini jambo hili tunalizungumzia hivi? Tunalizungumzia kwa sababu wapo baadhi ya viumbe hawaamini baadhi ya masala ambayo ni masala ya ghaib, ambayo yamefichikana kwa Allah tabaraka wa taala. Huenda akafichwa na mwanadamu huyo akamkadiria, akamwambia mwanadamu wa kwanza alikuwepo nyani, lakini akamwamini kwa sababu aliyemwambia amemwamini. Lakini anaweza akaambiwa inapokuja Ramadhani shaitani hufungwa, tena hufungwa kwa cheni. Akaona katika uongo hawa watu ni waongo zaidi, kwa sababu anaona iweje shaitani huyo afungwe katika mwezi wa Ramadhani tu, kwani si angemfunga wakati wote sasa? Kwa hiyo jambo hili linashindwa kuingia katika akili ya mwanadamu, lakini bado akaamini kwamba wa kwanza wao alikuwepo ni nyanya, akakubali jambo hili. Tumelizungumzia jambo hili kwa sababu ya kushindikana kuingia mifano katika akili za watu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala katika surat Alif Lam Mim anasema, Suratul Baqara, Alif Lam Mim dhalika alkitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, hawakupata masahaba kuliuliza swali hili juu ya harufu hizi za hijaia ambazo zinaanza katika mianzo ya sura. Hawakupata kufungukiwa katika kuuliza, isipokuwa wao walifafanuliwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukusudia katika kupata sawabu kwa mtu mwenye kusoma kwa kuisoma alif na lam na mim kwamba ni harfu moja, isipokuwa kila moja ina sawabu zake. Hapo walifafanuliwa, lakini hakufafanuliwa au hawakufafanuliwa masahaba kwamba ina maana mahususi kabisa kwamba hurufu hizi hijaia kwamba zina maana kadha. Na hii ni kwa fadhila ya Allah tabaraka wa taala
alipowafanyia masahaba na kwa hikma ambazo yeye mwenyewe anazijua katika kulifanyia jambo hili. Kwa hiyo hatutatoa tafsiri iliyokuwa imenyooka hapa, tutaliachia kama walivyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Dhalika alkitabu la raiba fihi, hiki ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Huda lilmuttaqin, ni uongozi kwa wamchao Mola wao, kwa wamchao Allah. Kwa hiyo hiki kitabu kinawaongoza wale ambao wanamwamini Allah tabaraka wa taala, alladhina yu'minuna bilghaib, wale ambao wanaamini mambo yaliyofichikana. Allah tabaraka wa taala ameyaficha mambo hayo, mengine ameyaweka wazi na mengine ameyafunga kwa mwanadamu. Amefungwa, hawezi kufahamu hata kama angetumia njia ya aina gani. Kwa hiyo mambo mengine yamefichikana na Allah tabaraka wa taala. Wayuqimuna salata, na wakasimamisha sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na wakatoa katika vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amewaruzuku. Hawa ambao wamemwamini Allah tabaraka wa taala, alladhina yu'minuna bima unzila ilayka, na wale ambao wanaamini kwa yale ambayo yametelemshwa kwako. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wapo watu ambao watakuwa wanaamini kitabu cha Allah tabaraka wa taala kinaposoma, basi wanaamini na yale ambayo yametelemshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wao wanayaamini mambo hayo. wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, na yale ambayo yameteremshwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ambayo akhira bil akhirati hum yuqinun, ambayo kwa wao wanayaamini yanayopatikana akhira, wanayaamini huko akhira kwamba kuna jambo kadha Allah amelihukumu kadha na jambo jingine kadha. Allah tabaraka wa taala amejalia kwamba kufunga sehemu ya jambo hilo ambalo amelihukumu yeye katika utaratibu ambao anakusudia. Huenda mtu akajiuliza, jua linatoka mashariki linazamia magharibi, lakini asubuhi linatokea mashariki, halirudi tena hivi, likaenda likaanza moja tena. Lakini mzunguko huo wa dunia ukafahamika kwa utaratibu wake kwamba ndivyo tulivyozoea, kwa sababu dunia ni duara, ni sawa. Lakini huko kwenye hilo duara wewe hukulimaliza, lakini unaamini kwa sababu tayari kulishafanyiwa uchunguzi na watu wakatoa taarifa kwamba dunia ni duara, ila wewe umesoma, hukupata uhakika kamili. Huo ni uchunguzi ambao umepatikana. Lakini pia vile vile katika akhera yapo yanayopatikana
ambayo mwanadamu haingii katika mfano wake wa akili. Na ndiyo maana hata huu usiku wa mwisho wa Lailatul Qadr wenye kukadiriwa, mwanadamu hawezi kuutambua kwamba itakadiriwa kwako wewe jambo gani. Na Allah anapowateremsha malaika, na malaika mkuu akiwa anateremka ndani yake katika usiku huo, basi wewe haitaingia kwenye akili yako kama ikiwa hutamwamini Allah tabaraka wa taala, kwamba wewe utahitaji uone sasa kama malaika wanashuka usiku huo, mbona hatuwaoni sasa? Mbona usiku huo hatuuoni sasa? Na inakuwaje wanashuka? Au mtu mwenye kukadiria shaitani inapokuja Ramadhani anatiwa cheni katika usiku ule wa mwanzo. Waislamu nao wanapotezana. Sasa kwa nini asifungwe miezi yote hiyo, afungwe mwezi wa Ramadhani? Yani ndio upotofu ambao mtu anakaa ile imani hana. Sasa kwa hiyo anatumia fikra zake kwa ajili ya kuminyana na maneno ya Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa yeye ana sehemu ya mwisho wa ukomo katika akili yake. Hata wanasayansi wakae wafikirie kwamba sasa tulizuie jua lisitoke mashariki, sasa tulitoe kusini, tulipeleke kaskazini. Hawawezi jambo hilo, ishahukumiwa hivyo. Kwa hiyo watu kwa sababu wameshindwa jambo hilo, hawatalifikiria hilo kwamba haliwezekaniki. Lakini akiambiwa mwanadamu wa kwanza alikuwepo nyani, anaamini na bado analeta fikra, na wengine ikawa wanaamini katika sehemu za makaburi na sehemu nyingine, lakini hizo zikawa zinaaminika katika kuomba. Lakini ikiwa Allah amezungumza kitu fulani katika Qur'ani kwamba huenda kikatokea jambo kadha na kadha na kadha katika muda fulani, mtu anaona katika akili yake imegonga, kwa hiyo anaamini kwamba hili jambo hili haiwezekani na huu utakuwa ni uongo. Na hawakuanzia wa sasa, ni tangu zamani. Watu wakigoma akili zao zikishakwama, sasa huona jambo hili ni la uongo, lakini itakapotokea ndio wanaamini. Kwa hiyo hata sisi pia vile vile tunamwamini Allah tabaraka wa taala katika usiku huu wa mwisho wa hizi usiku wa tarehe 21, 23, 25, 27 na 29. Basi ipo kadari Allah tabaraka wa taala anakadiria. Waislamu wakaambiwa ndani yake wazidishe ibada katika mwisho wa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu huko ndio kuna manufaa. Sio kule mwanzoni, ni maandalizi, lakini majibu yanapatikana mwisho. Lakini katika sehemu ya Waislamu mwishoni ndio wanakata tamaa, na ndio sala zinaachwa kwa ajili ya kupambana na mazingira ambayo yanakuja. Hasa kuna wengine wanajiandaa kwa ajili ya kufanya maajabu kwa mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani. Inapoingia katika Idi ya mwanzo tu, maasi yanaanza. Kwa hiyo hili ni sehemu katika kukumbushana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni kijana, iwe ni marika yatakavyokuwa, basi kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa muda huu ni jambo muhimu sana. Na tumefahamisha mifano mbalimbali ambayo inaweza ikajenga picha kwa mwenye kutafakari, lakini yule ambaye amekwenda tofauti na mifano ambayo tumeitoa, huenda isiingie kitu katika nafsi yake, ikawa yeye anajenga
maswali ambayo hatapata majibu yake. Kwa kumalizia, huenda mtu ikawa hukumu ambayo inapatikana kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba akawa anayajaji maneno ambayo yamepatikana katika kitabu cha Qur'an, lakini hapo utakapomuuliza katika fani fulani ambayo yeye haijui, ukimuuliza anakwambia mimi hapo nimekwama, sifahamu jambo hili. Bwana unaweza kuendesha gari? Asema mimi siwezi. Chukua basi ili endesha, mimi siwezi. Lakini kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala kila mtu ni mjuzi, ana hukumu hata kama ile jambo halijui, huenda akabishana na akili yake na akaweka hukumu ndani yake. Kwa wale ambao wanamwamini Allah tabaraka wa taala, muda huu ndio muda wa kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa jitihada, na ndiyo sehemu hukumwisho inayohitajia mwanadamu Muislamu mu'min ambaye anamwamini Allah tabaraka wa taala. Malipo yanapatikana huko mwishoni, na mtu analipwa kutokana na kazi yake nzuri aliyoifanya. Kwa hiyo jambo la sala, jambo halitakii kukatika, ni jambo endelevu. Mwenye kufunga alafu hasali ni mtihani katika masala haya. Lakini ikiwa siku bado zipo, huenda ukaingia katika nafasi ambayo Allah tabaraka wa taala akakuchagua na akakuokoa na akakufutia madhambi. Hili ni jambo ambalo kila mmoja anatakiwa awe makini katika jambo hili. Kwa haya machache ambayo tumeyaeleza, na yapo mengine mengi ambayo tuliyazungumza na tukayaweka katika sehemu ya kusubirisha, kwa sababu mada nyingine zinakuja ambazo zitafafanua muongozo huu ambao tunaenda nao, na tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika jambo hili na tuimalize kitabu chetu mpaka mwisho. Naam, hakuna insha Allah. Kutokana na haya machache tutaendelea kesho insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.